Angalie kwa nini bunge la Umoja wa Ulaya linajadili masuala ya Afrika. Sababu mojawapo ya bunge la Umoja wa Ulaya EU kujadili masuala ya Afrika ni uhusiano wa kikoloni. Kama inavyofahamika kuwa mataifa mengi ya Afrika yalitawaliwa na mataifa mengi ya magharibi, hasa Umoja wa EU waliweza kutawala mataifa mengi ya Afrika. Hivyo wanakuwa na kipaumbele kikubwa cha kuweza kumanage au kucontrol mambo ya Afrika na kujadili. Sababu ya pili ni uhusiano wa kiuchumi na kibiashara. Afrika imekuwa sehemu ya kibiashara kwa mataifa ya magharibi, lakini Afrika inategemea kiwango kikubwa kupata vitu kutoka mataifa ya magharibi, hasa mikopo, maendeleo. Hivyo inafanya kuwa tegemezi kwa mataifa ya magharibi, na ndio maana mataifa ya magharibi yana uwezo wa kuwa na nguvu za kujadili masuala ya Afrika. Sababu ya tatu ikiwa ni migogoro ya kiusalama na ugaidi. Tunaona mataifa mengi ya Afrika yanapitia changamoto hizo, ikiwa Kongo, Sudani, Ethiopia. Lakini changamoto hizo zinatatuliwa katika mataifa ya Umoja wa Ulaya. Na hiyo ndio sababu kubwa ambayo inachangia bunge la Ulaya kutoa maamuzi au kujadili mambo ya Afrika. Ulishawahi kujiuliza kwa nini makao makuu ya EU au Africa Union au Umoja wa Afrika yapo Addis Ababa, Ethiopia, lakini vita imetanda moto hapo Ethiopia? Nikupitishe katika sababu ya 4 ya bunge la Ulaya kujadili masuala ya Afrika. Uwepo wa wakimbizi kwa wingi. Mataifa mengi ya Afrika yanatoa wakimbizi wengi kwenda mataifa ya Ulaya. Hivyo inafanya wao kuona wana haki ya kujadili kuhusu mataifa yetu, na hivyo inachangia kwa kiwango kikubwa sisi kukosa maamuzi ya msingi kutokana na hali ya wakimbizi, vita, uchumi na biashara, lakini pia ukoloni kama nilivyoanza kueleza hapo awali. Lakini pia wanajadili mambo ya Afrika kwa sababu ya misaada na maendeleo ya kijamii Afrika, ambayo Umoja wa Ulaya au mataifa ya Ulaya yanatoa kwa ajili yetu. Ukumbuke kuwa asilimia kubwa ya michango yote ya misaada duniani inatoka Ulaya. Tukianza na shirika la afya duniani, World Bank, Benki Kuu ya Dunia, IMF, yote hayo yanashikiliwa na Umoja wa Ulaya. Je, Afrika nguvu tunatoa wapi? Hapo ndipo ambapo Umoja wa Ulaya wanajadili mambo yetu na kutoa maamuzi au mapendekezo dhidi yetu. Lakini pia kuna ukosefu wa demokrasia na haki za kibinadamu. Yaani ukiukwaji wa haki za kibinadamu na demokrasia unachangia moja kwa moja wao kujadili, kwa sababu wana vitu wanavitoa kwa ajili yetu. Hivyo wanataka kujua namna gani inatumika na watu wanapataje haki zao baada ya kutoa vitu vyao. Lakini pia wao wanajadili namna gani wanaweza wakakuza uchumi wa mataifa yao kutokana na ushindano wa mataifa kama Urusi na China. Hivyo wanajadili ni vipi wanaweza kuishawishi Afrika kuweza kuimudu na kuchukua uchumi wa Afrika kuhamishia kwao. Kwambie tu kuwa Umoja wa Ulaya wanaamini kujadili masuala ya Afrika ni kwa sababu wana udhibiti wa usalama na maendeleo wa bara hili. Hivyo wanahisi ni haki yao kimsingi kujadili badala yetu. Kwa leo tutamatishe hapa, lakini nikukumbushe kuwa Afrika ni bara huru.
lakini bado linatawaliwa. Mimi ni Hassan Magulumali, nikukaribishe tena kwa wakati mwingine katika kipindi hiki cha Inside Politics, ufahamu kwa undani zaidi mambo mengi ya